mwananchi. Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa Radio Moja popote pale ulipo unapoendelea kutusikiliza vema kabisa kunako mita bendi ya 96.0 FM tukitoka mjini Baraka jimboni Kivu Kusini. Ni muda mzuri wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, tukianza na muhtasari wa habari zenyewe. Meya makamu wa mji wa Baraka Bitabisha Mongelo Emerite ametembelea bandari la Mshimbaki siku ya 3 ya tarehe 30 mwezi wa 4 2025 kwa niaba kutatua mzozo unaopatikana kati ya makundi 8 ya wazalendo kuhusu 50% wanazozipewa kama vile nguvu za kivita. Vijana wawili ambao wanakadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 na 28 waliuawa na watu wasiojulikana usiku wa siku ya pili ya tarehe 29 mwezi wa 4 2025 ndani ya kata Songo Manispa ya Kalundu mjini Uvira jimboni Kivu Kusini. Binti mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa miaka zaidi ya 20 amefariki dunia siku ya 3 ya tarehe 30 mwezi wa 4 2025 kwa mmomonyoko ardhi kwenye eneo alilokuwa anafanyia kazi. Tukio hilo lilitokewa kwenye kata la Kabula Manispa ya Bulengera mjini Butembo jimboni Kivu Kaskazini. Mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa yetu ya habari katika lugha ya Kiswahili na katika lugha ya Kifaransa na Kibembe, mwalikwa wetu wa siku ya leo atakuwa Msenyibwa Janvier Apele ambaye ni mbunge wa tarafa la Fizi na habari za elimu. Karibu twende pamoja nasi. Radio Moja. Nasema kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji, ndani ya taarifa yetu hii ya habari tuanze na habari kutoka hapa mjini Baraka ambako mdadisi wa masuala ya siasa na mpatanishi wa kimataifa Bwana Fundi Tambwe Bitoni anaalika government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa makini na mazungumzo yanayofanyika ndani ya nchi na bara tofauti kwa niaba ya kutafuta usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako waasi wa M23 na AFC kwa ushirikiano na Rwanda wanaendelea kujizatiti vilivyo kabisa kivita. Masemi hayo yamesemwa siku ya pili ya tarehe 29 mwezi wa 4 2025 wakati alipokuwa mbele ya mikrofoni ya Radio Moja, na hapa tunamsikiliza. Il faut que nous soyons prudents les Congolais. C'est pas à accepter. Ni vema wakongomani tuwe makini, sio kukubali kila kitu kinachozungumziwa katika mazungumzo. Tunakubali kama mazungumzo yanaweza saidia, lakini yatupasa tuwe na umakini mkubwa. Inajulikana bayana kwamba waasi wa M23 wanaendelea na vita. Mazungumzo yanafanyika, lakini wao wanaendelea. Inamaanisha wanapenda kudhibiti eneo nyingi, na hiyo inaweza wapelekea kuwa na neno nzito katika mazungumzo, au waweza fikia kukeuka na kukataa kwa sababu wamekwisha dhibiti eneo nyingi, na hivyo si vizuri. Ingekuwa vema Bukavu ichukuliwe na jeshi la serikali kwa usaidizi wa wazalendo. Inaweza tuweka katika hatua nzuri. Ça vraiment, on pourrait se mettre dans un bon pas. Shirika liitwalo Action Humanitaire et Intégration pour le Développement ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliendesha uhamasishaji siku ya pili ya tarehe 29 mwezi wa 4 2025 kwenye shule mbalimbali za mji wa Baraka, uhamasishaji uliohusu vitendo vya ubakaji. Alfred Baganda, huyu hapa ni muhusika wa uhamasishaji kwenye shirika hilo, alieleza afuatayo wakati alipokuwa kwenye mahojiano na Radio ya Umoja. Tumekuja hapa kusisimua watu, kusensibilize watu kuhusiana na vitu ambavyo vinatokea. Tumezungumzia pointi 3. Tumezungumzia abus sexuel, exploitation na harcèlement. Abus sexuel ni wakati mtu anatumia mamlaka yake ili kufanya vibaya kwa mtu mwingine. Inaweza kuwa tena watu wa mashirika wanakuja kupokeza vitu, ila wanakuambia kama
ndugu yangu, jikaze tu, nikutandike ili upate msaada zaidi ya watu wengine. Exploitation ni wakati anatia vitu mbele, anatia kama ni fedha, aidha anakuahidi kukupatia vitu, kama wengine watapata vitu viwili, anakuambia wewe utapata vitu vinne ili tu akupate. Wakati anarudilia sana hiyo tatizo, inabidi kutamka, sio kukaa kimya. Na wakati hiyo vitu vinatokeza, kuna namba ya kuita kubure 49 55. Ujumbe wangu ni huu: wakati ule msaada unakuja vis-a-vis na besoin enye isha kuwa etudie mwingine. Ile msaada sio ya kulipia, msaada iko kubure, na ayombe kitu ili upate huo msaada, kwa sababu kila mtu iko na haki ya kupokea msaada kama na watu wengine. Watu walio na hiyo hali, wa mama zetu, wa mabinti zetu, wa dada na watu wengine, waache hiyo hali ili tujenge dunia enye tutaishi bila condition yoyote. Asante. Waendesha pikipiki wa mji wa Baraka na tarafani Fizi ambao ni wanamemba wa shirika linaloitwa Apromotco wanaomba kutokutoa pesa kama vile changizo kunako kizuizi barabarani kilichowekwa na shirika lingine la waendesha pikipiki kwenye kilalo cha Mwandiga. Mengi zaidi Amuri Gabriel Jacques, huyu hapa ni supervisor kwenye shirika la Apromotco, anaeleza yafuatayo. Baada ya wanamemba kuja kwenye ofisi na kuja kuona kamba ambayo inatiliwa pale Mwandiga, tu justement kuile kilalo ya Mwandiga karibu na Munisco, ambayo wanakongolewa pesa na ingine association ya Montar, ile kamba inawasumbua sana. Na mimi nikawajibu hiyo kamba haiko matakwa yetu ya sisi watu wa Apromotco. Wakati wanaona ile kamba wasitie zile pesa. Kwa sababu gani? Tulisimamisha contribution kwa ajili ya hali ya insecurity ambayo iko kwa sasa ndani ya tarafa letu la Fizi. Na kitu gani ambacho unaweza kuomba wale wenzenu ambao wameenda kuweka kamba kama na hiyo? Mambo ambayo napenda kuomba kwa zile zingine association ambazo zinaweka hiyo kamba, yule member akifika pale kukamba asitie pesa pale kukamba. Waulize, wakamate pesa kwa ule mwanamemba wao, wasikamate kwa mwanamemba wa Promoteko. Na wakati wakikamata pesa kwa mwanamemba wa Promoteko, sisi ama mimi kiongozi wa Promoteko nitafuatilia hiyo jambo na nitaangalia komagisi wale watu kisheria, nitaenda nao kwa mambo ya sheria. Mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuambia kwenye vichwa vya habari, ni kusema kwamba meya makamu wa mji wa Baraka Bitabisha Mongelo Emerite ametembelea bandari la Mshimbaki siku ya 3 ya tarehe 30 mwezi wa 4 2025 kwa niaba ya kutatua mzozo unaopatikana kati ya makundi 8 ya wazalendo kuhusu 50% wanazozipewa kama vile nguvu za kivita. Meya wa mji wa Baraka alieleza afuatayo wakati alipokuwa anahojiana naye mwenzetu Taise Wilonja Kakozi. Tunakuja kwa hiyo lengo tu ya kutafuta namna gani kutatua mzozo ambao umo kati ya vikundi vya wazalendo kufuatana na mfuko ambao wanagawanya kwa kuishi kidogo kidogo kwa wakati huu ambao wako wanapiga bunduki, ambao wanaita effort de guerre, pesa ambazo zinakongolewa kwa kuwasaidia wao wa wazalendo zinaleta mzozo. Kwa hiyo iliomba tufike kwa kuangalia namna gani tutamaliza mzozo, kwa sababu tumeona wale wengine wa zalendo wa makundi zingine wamefanya kambi huku, na hiyo kambi sio kwetu kwa usalama, sio mzuri zaidi, kwa sababu na wengine wakileta huku milio ya masasa inaweza kuwa, na hiyo itakuwa inazofisha zaidi sana usalama wa watu. Tulikuja kwanza kusalimia hii kundi ambayo iko hapa, na pili kujadiliana na vitengo vya serikali ambavyo viko kwenye koloneli aliacha na wahamisha, anawatia sasa kwa nafasi nyingine fulani ili bandari libakie liko huru sana. Tunasubiri kutakuwa tena ingine reunion ambayo tutaambia watu namna gani, ikiwa itaenda vizuri, namna gani tutawagabulia, watagawanya hizo pesa ambao zinatolewa, wakule kidogo kidogo, mehoto wakule pamoja. Radio Moja Fizi. Sikukuu ya elimu ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huwa inasherekewa kile ifikapo tarehe 30 za mwezi wa 4 mwakani. Na kwa fursa hiyo, waalimu wa Sud Division Fizi 1 wa jimbo la elimu la Kivu Kusini ya pili
walikutana na kusema kama bado wanaendelea na mgomo mpaka pale watakapolipwa mishahara yao. Mmoja baadhi ya walimu hao aliyesoma risala yake amesema kama maamuzi hayo yanatokana na kutokulipwa kwa mishahara yao, na kwa sasa yapata miezi 3 bila kugusa hata 50. Hivyo wamesema kama hawatarudi shule mpaka pale watakapolipwa haki yao. Radio Umoja. Uvira. Vijana wawili ambao wanakadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 na 28 waliuawa na watu wasiojulikana usiku wa siku ya pili ya tarehe 29 mwezi wa 4 2025 ndani ya kata Songo Manispaa ya Kalundu mjini Uvira jimboni Kivu Kusini. Kutokana na ukosefu wa usalama mjini Uvira, Emmanuel Abedi Pascale ni kiongozi wa vuguvugu la wananchi machozi ya raia mjini Uvira, anaomba kwa raia wote kuwa tayari manyumbani kwao kabla ya saa 2 kama anavyoeleza. Kusema kuwa tunaendelea kulaani vitendo hivyo kaidi wenye kupinga sheria ya Kongo, wenye kuharibisha kabisa utamaduni wetu wa sheria yetu, kwamba tunaambia kuwa wakuu viongozi wa mahali waangalie na gani jinsi wanaweza kufanya utafiti ili kwamba watu wote ambao wamefanya vitendo kama na hivi wawekewe nguvuni. Ni kwamba wamepoteza maisha leo siku vile, na kati yao wanakaribiwa kuwa mmoja kuwa na miaka 15 na mwingine 18. Kila kama tunaambia mkuu kiongozi wa mahali aweke jitihada mbalimbali kwamba usalama ya watu na mali zao ionekane kuwa bora zaidi. Kulingana na hali mbaya na mbovu ambayo inaendelea kujira kwa kwetu Uvira, ingilikuwa vizuri kabisa watu wawe wanajikaza, wanakuwa manyumbani kwao mbele ya saa 1 za usiku. Avant 19h30 kila mtu anapaswa kuwa kwake kwa kujilindia mwenyewe usalama. Radio Umoja. Tutoke ndani ya jimbo la Kivu Kusini hatimaye twende huko kaskazini ambako wahamiaji wa ndani wanaokimbia uvamizi wa Rwanda wanapitia kwenye maisha magumu na hakuna mtu yeyote yule ambaye anawaza namna gani ya kuwasaidia. Hayo ni masemi yake Eme Mukanda Mbusa ambaye ni mteteaji pia wa haki za kibinadamu wakati alipokuwa akiojiana na redio ya Umoja kama anavyoeleza. Wale wakimbizi tangu miezi 3 hakuna mtu ambaye ameweza kuwapokea. Wengi wao wamepokelewa kwenye mafamilia dake na wanaishi ndani ya maisha ya nayo wasumbua. Na tangu hiyo miezi 3 hawajawahi kuwa registre kujua hali yao, na vile vile hakuna mtu ambaye anasumbuka kwa sababu ya wale wakimbizi. Butembo, kama nilivyokueleza mpenzi msikilizaji, huko Butembo ni kusema kwamba binti mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa miaka zaidi ya 20 amefariki dunia siku ya 3 ya tarehe 30 mwezi wa 4 2025 kwa mmomonyoko wa ardhi kwenye eneo alilokuwa anafanyia kazi. Tukio hilo lilitokea kwenye kata Kubula Kumrazi Manispaa ya Bulengera mjini Butembo jimboni Kivu Kaskazini. John Kameta ni kiongozi wa shirika la raia ndani ya Manispaa ya Bulengera, alieleza yafuatayo. Iliweza kuanguka na iliangukia kudada ambaye ilikuwa amefanya kazi ya kupigia wale ambao walikuwa napakiza kanter, walikuwa natia mchanga mkanter, na hiyo mchanga ilikuwa napelekwa mcentre ville kusudi waende ikia mshantie. Malheureusement wakati aliweza kufikisha chakula parti ya udongo kamwangukia, na intervention ilikuwa inakuwa vraiment nasha fariki. Tunasema vraiment pole kwa wakazi wa Karengere, pole kwa wakazi wote wa mkomini ya Bulengera. Ifo tunarappele que ni espace ya moins de 2 mois tumeweza kupoteza watu wawili ambao udongo nakatikia, na ni kitu ambayo inatushangaza na inatusukuma kuambia wale ambao wanatumika mwa eneo kama hiyo kuwa vraiment très prudent na kuwa vigilant wakati mtu anatumika mwa hiyo eneo, kuona namna gani mtu anapaswa kujitenir. Radio Umoja. Mpenzi msikilizaji, tutamatishe taarifa yetu ya habari na habari za elimu ambako wanafunzi wa darasa la 6, darasa la 8 na la 4 sekondari jimboni Kivu Kusini na Kaskazini pamoja na jimbo la Ituri watafanya mitihani ya taifa bila malipo yoyote. Hayo ni baada ya utetezi uliofanyika mnamo tarehe 11 mwezi wa 4 2025 katika mkutano wa ubunge mjini Kinshasa ambao ni makao makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Msenyibwa Apele Janvier, huyu hapa ni mbunge wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya taifa, na ambaye alijihusisha kabisa na utetezi wa hatua hizo, anaeleza yafuatayo. Wapatia kwanza pole ndugu zetu wote wanaopatikana Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri, en particulier Fizi. Est inapitia magumu mengi, na hiyo magumu imeletwa na vita ambavyo vimetoka Rwanda ikitumikisha hapa nchini kwetu M23 na AFC, na hiyo imefanya hata ndugu zetu wengi waache shule kwa sababu wazazi hawana namna ya kutafuta kwa sababu ya vita. Mimi kama vile mmoja wa wanabunge, mtumishi wa raia, nilipoona na kusikia jinsi les jeunes espoir du Congo wanahacha masomo na wengine hawana na possibility tena na uwezo ya kufanya examen d'etat, parce nilisimama nikaambia kolege wenzangu katikati ya bunge kwamba inabidi government iangalie namna gani inaweza kusaidia ndugu zetu. Nilievoke kesho ya finalists wa pite mtihani wa examen d'etat kwa bure. Deja nous sommes rassurés que ndugu zetu watafanya mtihani kwa bure. Tuliona wa communiqué officiel ya province éducationnelle Sud Kivu, na tunasema hiyo ni jambo kubwa na inaonesha kwamba government inajali pia wanafunzi kupitia sisi ambao tumetoa malalamiko yetu ili wakubali. Na souhaite bonne chance kwa wanafunzi wote, na wadenonce toute tentative ya kila chef d'établissement mwenye iko nalipisha. Sisi tuko pale kufuatilia mambo kama nayo, kama jinsi tulivyofuatilia ili wapate fursa ya kutumika mtihani bila kulipa. Mpaka kwa sasa, mpenzi msikilizaji, sinabudi kunyatuka ndani ya studio zetu za Radio Umoja na kuaga nikikutakia usikilivu mema wa habari zetu katika lugha ya Kifaransa zinazokuja hivi punde karibuni. Mimi ni Ahmed Ofikiri, fundi mitambo ni Lebo Esa Herman. Bye bye.